kadhalika nitahitimishia kalima yangu katika hili la kuelezea namna ya kuyapokea masiku haya kwa maneno ya Ibn Hajar yaliyonukuliwa katika Lataiful Ma'arif ya Ibn Rajab al-Hanbali. Anasema akielezea kuyatukuza masiku haya ni kujifananisha na mahujaji. Kuyatukuza masiku haya ni kujifananisha na mahujaji. Nukta ya mwisho tutayotaja, si kila mtu anaweza kwenda Maka kutekeleza ibada ya hija kwa sababu mbalimbali tu, lakini Allah ameweka ibada mtu anaweza kufanya hata yule ambaye hakwenda, ikawa kuna sehemu ya kushiriki katika hilo. Maneno haya Ibn Hajar anasema lamma kana Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusil mu'minina haninan ila mushahadati baytihi alharam, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipoweka ndani ya mioyo ya waumini, ametia katika ile mioyo ya waumini shauku na hamu ya kuishuhudia nyumba yake takatifu. Kila mwenye imani muislamu anatamani kufika Makka na kufika katika al-Kaaba, kila mwenye imani. Bali leo ungekuwa mtu wa khiari unaambia sasa unasemaje, mbona mtu akiishi huko tu, sawa, khairi, si kwamba ukiishi huko utakuwa mwema, yule mwenye imani. Maana wengine pia hutaka kutoka huko pia labda akafanya mambo mengine ambayo kule hawezi fanya mwanadamu alivyo. Lakini anasema wakati Allah alipoweka ile hamu katika mioyo ya waumini, hamu ya kupenda kuishuhudia, kuitembelea, kuiona nyumba yake tukufu, walaysa kullu ahadin qadiran ala mushahadatihi fi kulli amin, na hali ya kuwa sio kila mtu anaweza kuiona kila mwaka, yani kila mwaka anaweza kuitembelea. Ile hamu ipo, lakini si kwamba kila mwaka mtu anaweza kufanya nini, kwenda. Wakati jambo lilipokuwa hivyo, faradha ala almustati'i alhajja marratan wahidatan fi umri, Allah akafaradhisha juu ya mwenye uwezo kwenda kuhiji mara moja tu katika umri wake, uhai wake wote haiji mara moja tu, hata kama ana mali namna gani itakuwa tayari ameshatekeleza ile faradhi mara moja tu. Waja'ala musim al-ashri mushtarakan, hii ndio sehemu yetu ya ushahidi. Waja'ala musim al-ashri, na akaujalia msimu wa masiku 10 haya tunayozungumza ya Dhulhijja, msimu huu wa masiku 10 huu mushtarakan baina as-sairina wal-qa'idin. Mushtarakan ni msimu wa kushirikiana, wa mashirikiano baina ya wale wenye kwenda Maka na wale wenye kubaki. Haya masiku 10 kuna kushirikiana. Faman ajaza anil hajji fi amin, akasema basi yeyote ambaye hakuweza kuhiji katika mwaka fulani, yani hakuweza kuhiji, qadara fil ashri ala amalin ya'maluhu fi baitihi, sawa, ana uwezo katika siku 10 hizi kufanya amali akiwa nyumbani kwake. Anaweza kufanya amali akiwa pale nyumbani kwake, yakunu afdala min aljihadi alladhi huwa afdalu min alhajj. Anaweza kufanya amali pale pale nyumbani kwake, amali ambayo ni bora kuliko kupigana jihadi, ambayo ni bora kuliko hija. Kwa maana inawezekana ukwenda hija huko nyumbani kwako ukaifanya amali ambayo ni bora zaidi kuliko ile hija, kwa sababu hiyo amali utakayoifanya ni bora kuliko nini, jihadi. Umeelewaje nani? So inawezekana mtu hana uwezo wa kwenda, lakini kuna amali za kuifanya hapo nyumbani kwake ikawa bora kuliko jihadi, ambayo hiyo jihadi sasa ni bora kuliko hija, na wewe umeizidi hiyo jihadi.
Kwa nini yazungumze maneno haya? Ile hadithi tuliyotangulia kuitaja inayosema ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Ile hadithi tuliyotangulia kuitaja, masahaba waliuliza, hiyo amali njema ambayo mtu ataifanya katika masiku 10 haya ni bora kuliko amali yoyote iliyofanywa katika masiku 10, walal jihadu fi sabilillah. Tumeelewana? Hata kupigana jihadi pia, yani mtu anaenda kupigana jihadi na mwingine amefanya amali njema katika masiku haya, hata yule aliyeenda kupigana jihadi pia atamshinda, yani huyo aliyefanya amali njema. Sawa, hiyo amali njema inashinda amali yote, hata jihadi pia. Waliuliza hivyo, yani jihadi pia ni bora kuliko mtu huyo alifanya amali njema, pia atamshinda mtu aliyeenda kupigana jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia nayo pia katika njia ya Allah hamshindi mtu huyo alifanya amali njema katika masiku haya. Illa rajulun, isipokuwa jihadi ya mtu ambaye amekwenda kupigana yeye mwenyewe na mali yake na akikurudi kitu chochote, lakini yule aliyeenda yule akarudi yeye mali imeteketea, au ikarudi mali yeye amekwenda, hajamshinda huyo alifanya amali njema. Isipokuwa mtu ambaye amekwenda katika jihadi walam yarji min dhalik, amekwenda na mali yake na yeye na akikurudi chochote. Ndio maana sasa kule Ibn Hajar akazungumza maneno yale kwamba hakwenda hija, lakini Allah amekadiria hapo ulipo, hapo ukitenda amali njema unamshinda mtu aliyekwenda kwenye jihadi, amekwenda amerudi. Jihadi ambayo ni bora zaidi kuliko ibada nini ya hija. Kwa hiyo mtu anaweza kukosa safari ya hija, lakini ukajipinda katika masiku 10 haya kwa kufanya ibada mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia katika watu wenye fadhila kubwa. Naelewana? Naam. Kwa hiyo watu jitahidi, hasa tunavyoambiana maneno watu tunaojishughulisha na swala la kusoma dini, maneno kama haya tunavyoambiana ionekane mtu ana mabadiliko katika haya masiku, ibada alivyo, ibada za sunna, ibada za faradhi. Sio kwamba pamesemwa alafu wala wewe kama vile huhusiki. Yani kuna watu hao ndio wanaoambiwa. Hii ni sehemu ya kwanza, ilikuwa kuhimiza ubora wa masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, na namna Muislamu takiwa kujiandaa na kuyapokea masiku 10 haya. Udhiya ni nini maana ya al-udhiya au al-udhiya? Al-Khatib Ash-Sharbini katika wanachuoni wa Kishafi katika Mughni al-Muhtaj anasema وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى. Udhiya ni mnyama miongoni mwa wanyama hoa. Wanyama hoa manake ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo ndio nakusudiwa hapa. Bahimatul an'am, wenye miguu minne wale wanaochinjwa kama hao. Hawaingii wengine hata kama miguu minne, lakini hawaingii katika bahima. Udhiya anasema وهي ما يذبح, udhiya ni mnyama ma yudhbahu minan na'ami, miongoni mwa mnyama hoa, miongoni mwa wanyama hoa, kusudia ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, anayechinjwa sawa taqarruban ila Allah ta'ala,
kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah min yaumil Eid, sawa, tangu ile siku ya Eid ila akhiri ayami tashriq. Hiyo ndo taarifa aliyotoa nini udhiya, kuanzia siku ya Eid mpaka siku ya mwisho katika ayami tashriq, siku za kuanika nyama, ayami tashriq, maana tarehe 11, 12 na 13. Ndio maana mtu kile ikifika mwezi wa Dhulhijja anayefunga siku 3 kila mwezi, siku ya 13 hatofunga, atafunga 14 na 15, kwa sababu 13 ni siku ya kula, bado tupo katika sherehe. Mnaelewa? Lakini naam, maneno haya ameyataja al-Khatib al-Sharbini, amearifisha hivyo. Na ibada hii imethibiti ndani ya Qur'ani, kwa sababu ukisoma surati al-Hajj ya 34 tulitangulia kutaja, Allah anasema walikulli ummatin, na kila umma ja'alna mansakan, tumewafanyia mahali pa kuchinja. Mansakan, mahali pa kutoa mihanga, mahali mansakan, kila umma tumewawekea hivyo. Liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ili walitaje jina la Allah juu ya vile alivyowaruzuku katika wanyama hoa. Allah ametaka walitaje jina lake kwenye wale wanyama aliyowapa, akawawekea mahali pa kuchinja ili walitaje hilo jina la Allah kwa vile alivyoruzuku katika wanyama. Thumma mahilluha ila albayt alatiq, wanachinjwa kule, ndio hao wanyama. Umeelewana? Sio katika hilo sehemu aliyokuachia babu yako uko kwenu ukafikia hiyo sehemu ya kuchinja, na wewe pia ukatumia ushahidi wa aya hii kwamba mna kiringe chenu huko kwenu mnakifunika shuka, kuna siku fulani mwenda kuchinja. Hapa panakusudiwa Maka, hakuna Maka nyingine. Fa ilahukum ilahun wahid, angalia mtaje jambo la kuchinja, tauhid. Fa ilahukum ilahun wahidun, sawa, basi muabudiwa wenu ni mmoja tu, anastahili kufanyiwa kama hivyo. Falahu aslimu, na kwake yeye tu jisalimisheni, msichinjie tu. Mkikaa mtu mjisikia umemchinjia huyu, si mchinjie, la, kuna utaratibu katika kuchinja. Hata kama mbuzi ni wako, hata kama kuku ni wako, ile namna ya kuchinja ile Uislamu umeelezea. Sio kasema mbuzi si wangu mwenyewe, hata mwili wako mwenyewe uweze kuamua tu kwamba nijikate sikio tu, ni una sikio moja mwenyewe, unapata dhambi hata kama yako kweli masikio yote yako, lakini si umepewa. Kwani wewe akizaliwa ukazaa mtoto hana masikio, waweza mpa hana masikio? Ndio huna, maana umepewa na Mola wako, hiyo ni amana, uilinde. Kwa hata yale ulioruzukiwa pia Allah anaelezea namna ya kutasarrafu na namna ya kutumia, si kwamba mtu utatumia unavyotaka. Kwa hiyo aya hii inajulisha kwamba kila umma umewekewa sheria ya kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah, na ni hoja ya wazi juu ya kwamba jambo hilo ni ibada yenye maslahi katika kila zama na kila sehemu na kila umma. Maneno haya ndio Sheikh Ibn Uthaymeen katika kitabu chake kile Ahkamu al-Udhiyah amezungumza maneno alipotajwa aya hii, akaitolea maelezo hayo. Allahu a'lam. Sikize adhana afu tusome sehemu nyingine kidogo. Tayeb, kadhalika hiki ni kipambanuzi cha kwanza ninachoelezea, ndani yake kuna kubainisha neno udhiya na hukumu yake. Na katika sunna hapa ni katika kuthibitisha kama kwenye Qur'ani limekuja, kadhalika katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyotajwa Imam al-Bukhari na Imam Muslim, anasema man dhabaha ba'da as-salati tamma nusukuhu, atakayechinja baada ya swala ya Eid imetimia ibada yake, yuko sahihi, wa asaba sunnat al-muslimin, na amepatia njia ya Waislamu, yuko sawa. Kwa hiyo imethibiti nini ibada ya kuchinja kwa hadithi. Na
kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno lakini kwa kitendo pia amefanya, kwa hadithi ya Anas ambaye pia ametaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim kwamba dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kondoo wawili amlahaini, weupe sana. Faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, Anas anasema nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuweka mguu wake ubavuni mwa shingo zao, sababu si anakanyaga mguu wake wa kushoto, sio kama mtu anataka kuchinja. Kwa hiyo hii pia hadithi imethibiti, ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam cha kuchinja. Yusammi wa yukabbir, anataja jina la Allah, bismillah wallahu akbar, na anakabbir. Fadhabahahuma biyadihi, akawachinja mbuzi kondoo hao wawili kwa mkono wake. Kwa hiyo hiki ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kimethibiti, swala la kuchinja udhiya. Kadhalika al-Imam bin Hajar rahimahullah katika Fathul Bari anasema wala khilafa fi kauniha min shara'i ad-din, hapana khilafu yoyote kwamba udhiya ni katika sheria ya dini hii. Kuchinja udhiya ni jambo la sheria ya dini. Ni mtu tu kuwa hajaruzukiwa sunna ataacha kuchinja udhiya, atachinja kwenye hitima, sio baba ng'ombe wake, mama ng'ombe wake, wala alikopata hakuna. Hata hadithi dhaifu maudhu hakuna pia kutunga, lakini udhiya mtu asichinje. Lakini katika sheria ya dini mtu kuchinja mnyama wa udhiya, nini hukumu yake baada ya kuona maana na kuthibiti kwake? Al-Imam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu'ul Fatawa menukuliwa anasema wa ammal udhiyatu, ama udhiya na udhiya, fal adhharu, qawli iliyo dhahiri ni wajibu vile vile, wujubuha aidan, ni wajibu kuchinja udhiya vile vile. Fa innaha min a'zami sha'air al-islam, kwa sababu hiyo udhiya ni miongoni mwa alama kubwa za Uislamu. Wa hiya an-nusukul 'am, nayo ni ibada yenye kuenea fi jami'il amsari, katika miji yote. Wan-nusuku maqrunun bis-salah, na ni ibada ambayo imekutanishwa na swala, imefungamanishwa na swala. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako. Wapo waliofasiri hii salat al-Eid, maana yake ni swala ya Eid. Wanhar, na chinja, imefutanisha ai wanhar li rabbika, na chinja kwa ajili ya Mola wako pia. Sawa, imefungamanishwa na nini? Na swala. Wa hiya min millati Ibrahim, na pia ni katika milla, mwenendo, dini ya Nabii Ibrahim, alladhi umirna biittiba'i millatihi, milla ya Nabii Ibrahim ambaye tumeamrishwa sisi kufuata nini? Mila yake. Na hiyo pia udhiya mila yake. Yeye ndo aliambiwa chinje, sio akafanya fidaa, wafadainahu bidhibhin adhim. Maajabu hawa watu wa bid'a na waganga wa korofi usema kwamba hii ibada ya kuchinja ipo, hata Nabii Ibrahim alichinja. Kwa hiyo sisi tunapochinja kondoo, maana yake tunafanya nini? Tunatoa fidia. Sheitani akapata damu akatulia, yani na wao kawa wanamkomboa Ismaili, tule mgonjwa yule mwenye masia shetani, wanamkomboa kwa kondoo kama Ismaili. Ajabu kabisa. Lakini Nabii Ibrahim alikuwa anaswali, Nabii Ibrahim alikuwa mtu wa tauhidi, tofauti na yule kondoo wako pia. Mtu fanani, mtu wa tauhidi kondoo wake anchinje na kondoo achinja mganga, tofauti. Mfano huu mbali kabisa. Mbona ikifika udhi ya uchinji tofauti kabisa? Tumeelewana mashekhi? Hata Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kwa mtu mwenye uwezo, basi kauli ya wajibu ndio ina nguvu zaidi kwake. Mwenye uwezo akaweza kumiliki pesa ya kuchinja mbuzi na kadhalika. Kuna muda pia wa kuchinja,
Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yasema man dhabaha qabla as-salati falyadhbah makanaha ukhra, aliyechinja kabla ya kuswaliwa Eid, kabla ya swala achinje badali yake mnyama mwingine, yule siye. Kama vile kutoa zakatul fitri baada ya nini, ya swala. Yule bwana mmoja kule asema vipi kwamba mimi hasa ninavyoona mimi itolewe mchana. Sasa hii si mambo ya kuona, hii si mambo ya kuona, hii si kama pilau kwamba kila mwenye macho ataona. La, hii kuona kwa dini ndio kushaonwa, yani hapatakiwi tena kuona vingine, sababu sheria ni masala ya mapokeo, ndio tushapokea. Zakatul fitr itatolewa sema kwa sababu hii miji yetu watu wasahula mchana. Ukiamua tu kukaa na njaa hata kwa Arabuni pia. Sasa wewe kula mchana atafuta saa ngapi iko chakula? Mchana ala anapokitafuta saa ngapi? Mchana huo pia. Sasa kula jioni. Basi mimi ninavyoona sawa watu wale jioni. Sasa wataona watu wangapi? Suala liko pale pale. Kwa hiyo na hii pia atakayechinja kabla ya swala achinje mnyama mwingine. Hiyo ni sadaqatun minas sadaqat, ni sadaka tu kama sadaka nyingine, lakini haisabiwi katika malipo ya udhiya. Utapata thawabu umetoa sadaka, lakini sio mnyama wa udhiya. Na mtu anaweza kuchinja siku ya Eid tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12 na ile 13 anaweza kuchinja kabla ya kuzama jua. Kwa hiyo mtu kama akupata siku ya kwanza, hata kama siku ya tatu za chinja akipata mnyama, lakini baada ya swala ya asiri kabla ya kuzama jua ndio mwisho. Mnyama anayefaa kuchinja, mnyama anayefaa kuchinja, Allah ametaja kwenye Qur'ani, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ametaja wanyama huwa bahimatul an'am, ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Aliye bora kabisa ni yule aliye mweupe, nene, mwenye pembe. Maana lazima awe dume kusema hivyo, sio? Huyo ndo aliye bora ukimpata. Lakini kama atakosa sifa hizo, akakosa pembe, asiwe mweupe, atafaa, lakini aliye bora. Kwa sababu katika hadithi alitaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim, imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wadhaha bil Madinati, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja katika mji wa Madina kabshaini, mbuzi wawili. Kule tumeona alichinja nini? Kondoo. Mbuzi pia aliwahi kuchinja. Amlahaini, weupe, aqranaini, wenye pembe. Utamtafuta huyo. Kadhalika aliyemkamilifu katika maumbile yake, na pia anafaa kuchinjwa mnyama aliyehasiwa. Hata juzi kuna mtu aliniuliza, je, ng'ombe aliyehasiwa? Nikamwambia huyo ndo mnono, kwa sababu asema yule anakuwa mnono zaidi. Sio jidume limehasiwa, bila shaka mnono, hamna kazi afanyayo, sio? Manake yeye anakuwa amenona nyama yake, kazi afanyayo manake inakusudia kazi ya ule wanaume wake, sio? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini. Sikiza hadithi katika Musnad Imam Ahmad, hadithi ya 25686. Alichinja kondoo wawili, kabshaini, saminaini, wanene, adhimaini, wakubwa, amlahaini, weupe, aqranaini, wenye pembe, mujayaini, waliohasiwa. Katika Musnad Imam Ahmad kule ziada, maana yake mimi sikuja ziada nyingine, tumepata kwamba kumbe pia aliyehasiwa anafanya nini? Aliyehasiwa simwajua sio aliyehasiwa, aliyehasiwa. Naam. Haya, kadhalika katika hii nukta kuna mnyama anayetosheleza kuchinja kwa mtu mmoja na familia yake. Mbuzi au kondoo mmoja anatosheleza kwa mtu mmoja tu, sawa, na familia yake. Maana hata kama ana familia watu 100, nikisema mtu mmoja maana yake hamwezi kuchanga kununua mbuzi au kondoo. Ama ng'ombe na ngamia, watu 7 wanaweza kuchanga, na familia zao pia itaingia huko. Kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhuma, naharna
ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam tulichinja pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam amal Hudaybiyah mwaka wa Hudaybiyah ile alivyozuiliwa albadanata an sab'atin ngamia mmoja kwa kushirikiana watu 7 walbaqarata an sab'atin na ng'ombe mmoja watu 7 hadithi nyingine imekuja fa amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari akatuamrisha kushirikiana katika ngamia na ng'ombe kullu sab'atin minna fi badana kila watu 7 katika sisi ngamia mmoja kwa hiyo inafaa kushirikiana watu kuchinja pamoja bora ni yule mtu aliyenunua mwenyewe yani mbuzi aliyenunua mtu peke yake bora zaidi kuliko kwenye kuchanga lakini wote wapo hiyo Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye ana katika Nihayatul Muhtaji asema kwamba washatu an wahidin faqat na mbuzi mmoja anatosheleza kwa mtu mmoja tu bal law ishtaraka ithnani na law walishirikiana watu wawili sawa fi shataini kununua mbuzi wawili pia watu wawili wamechanga pesa zao wakaenda kupata mbuzi wawili fi shataini fi tadhiyatin katika kuchinja nini udhiya au hadiyin au kuchinja mnyama wa hija lam yajuz haitafaa yani mmechanga wenyewe mkapata laki na 20 mkapata mbuzi wawili mbuzi hachangiwi umeelewana wewe kama watu watakuchangia rafiki zako akakupa wako wewe sawa lakini mkachanga mkanunua kwa wenu nyinyi hafai hafai kwa hiyo sasa muda unaenda lakini ilikuwa tuzungumze vipengele kama 6 hiki kipande cha 3 tumesoma kuna cha 4 cha 5 kuhusu masharti mtu anayekusudia kuchinja kubainisha kasoro za mnyama asiyefaa kuchinjwa alafu baadaye ndo kuna makala nyingine za kubainisha masharti ya kuchinja mtu hayajua na hadithi dhaifu za kuja kuelezea mambo ya udhi kila mmoja ina makala yake lakini muda unatupa mkono tuakhirishe inshallah tupatikana wasa tutakuja kuangalia katika masiku mengine sallallahu alayhi wa sallam alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu